Natoa tahadhari, lazima tujue kutofautisha dini na siasa vinatengana vipi, na kiuhalisia dini na siasa hatuwezi kutengana. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu au utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Hivyo viongozi wa dini, tukipigia kelele mambo kama haya, tusije tukaonyeshwa au tukaonekana kwamba tunachanganya dini na siasa. Hakuna wakati ambao mtumishi wa Mungu alikaa kimya, wafalme na viongozi wa serikali walipofanya maovu akaitwa ni mtumishi wa Mungu. Navunja la utumwa. Kwa kiasi kikubwa, ari na mori za wananchi huchochewa na maelekezo ya viongozi wao wa dini. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu au utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini, ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Agizo la Mheshimiwa Rais tumelipokea kama viongozi wa dini, tumelipokea na tutakuwa naye bega kwa bega katika kuhakikisha amani ya nchi. Lakini jambo ambalo ningependa kutahadharisha mapema sana kwa viongozi wa serikali na wanasiasa, kwanza lazima waweze kujua au kuwa na upeo wa kutofautisha siasa na dini. Kuzungumza maovu au makosa ya mwanasiasa au ya mwanachama wa chama cha siasa, kuyazungumza makosa yake ukiwa madhabahuni, hapo hujachanganya dini na siasa. Unakuwa umetumia jukwaa la dini kukemea uovu wa mwanadamu ambaye amevikwa joho la siasa. Na kukaa kimya, kuto kupigia kelele maovu ya kiongozi wa siasa au kiongozi wa serikali ni kuchochea uovu na ni uvunjifu wa amani. Ikiwa jeshi la polisi lenye wajibu wa kulinda raia na mali zao hawatalinda raia na mali yao, raia atatekwa, atapotea, hataonekana. Lakini mbuzi wa raia akipotea ataonekana. Hapo jeshi la polisi linaweza likawa limewajibika kulinda mali ya raia, lakini kumlinda raia asipotee linakuwa halijatimiza wajibu wake. Hivyo kiongozi wa dini ana wajibu wa kupiga kelele ili askari huyu mwenye wajibu wa kulinda raia na mali yake aweze kumlinda raia huyu na mali yake. Kupigia kelele utekaji, kupigia kelele mauaji, kupigia kelele vitu vya aina hiyo sio uvunjifu wa amani, ila ni kuichochea amani. Hakuna mtu ambaye anaweza akawa na utulivu wa moyo ikiwa kuna jirani yake ameuawa au ametekwa na haonekani. Mtu huyu hawezi kuishi kwa amani hata kama yeye hatafutwi. Hawezi kuishi kwa amani kwa sababu uchungu wa moyo wa kupotea kwa ndugu yake utakuwa ukimsumbua mara kwa mara au wakati mwingi, na yeye atakuwa najua kama huyu amepotea na hajaonekana, basi wakati wote na saa yote kwangu litafika. Hapo hapana amani. Hivyo kupiga kelele vitu vya namna hiyo sio uvunjifu wa amani. Kwa hiyo nasema natoa tahadhari mapema ili viongozi wa serikali na wenye wajibu wa kuhakikisha kulinda raia na mali zao au kuhakikisha kauli ya Mheshimiwa Rais inatendewa kazi sawa sawa, wawe wanaangalia vitu kama hivi, kwamba tutapoinuka na kupiga kelele utekaji au mauaji au kuto kuwajibika kwa viongozi wa serikali, hapo isionekane kwamba tunavunja amani, ionekane kwamba tunachochea amani. Kiongozi asipowajibika, kama ni askari polisi, asipowajibika kulinda raia,
wezi na majambazi watawaua wengine. Hapo hapatakuwa na amani. Hivyo tutapopiga kelele kuwajibika kwa viongozi, tutakuwa tunahakikisha amani, kwa sababu watapokwenda kuhakikisha au kutimiza lile ambalo tunalipiga kelele, ndipo amani itapotokea. Kama mamlaka ya mapato Tanzania itakuwa inatunga kodi kandamizi kwa wafanyabiashara, hapo hapana amani, kwa sababu mfanyabiashara huyu ataacha kufanya biashara, kwa sababu faida atakayoipata yote atakuwa anaipeleka kwenye mamlaka mapato. Hivyo mtu huyu ataacha kazi, mwisho wa siku familia yake itakuja kuishi kwa njaa au kuishi kwa mateso. Kama ni watoto wanaweza asisome, kwa sababu mtu huyu kipato kikubwa anakipeleka kwenye kodi kandamizi, kodi isiyo halali. Mwisho wa siku watoto hawa wanaweza kuingia kwenye magenge ya wahuni, wanaingia kuwa wezi, wanaingia kuwa majambazi na kufanya ukabaji na ubakaji na upolaji. Amani hapo haiwezi kuwa kwenye nchi. Hivyo tukipiga kelele mamlaka ya mapato Tanzania itoze kodi sawa sawa na kipato au uhalisia wa biashara ya mfanyabiashara, tutakuwa tunahakikisha amani kama itafanya hivyo. Kwa hiyo lazima tujue kutofautisha dini na siasa. Kama tutakaa kimya viongozi wa dini kuzuia au kupiga kelele kupingana na uonevu unaoweza kufanywa na mwanasiasa, basi tunakuwa tunakaribisha Mungu apatilize au apige nchi hii, kwa sababu viongozi wa dini wanakuwa hawajatimiza wajibu wake au wajibu wao. Nasoma Biblia takatifu katika kitabu cha Yeremia sura 5 kuanzia mstari wa 28, anasema, wamewanda sana wang'aa, naam, wamepita kiasi kwa matendo maovu. Hawatetei madai ya yatima ili wapate kufanikiwa, wala hawaamui haki ya mhitaji. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? Asema Bwana. Na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yao hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Manabii wa uongo wanaowatabiria watu na kusema amani amani, wala hapana amani. Watu wa aina hiyo, manabii wa namna hiyo au viongozi wa dini wa sura hiyo, ndio wanaonekana wanalinda maadili ya dini. Lakini kazi ya dini ilikuwa ni kuhakikisha mhitaji anapata haki yake. Nitatoa mfano. Yule kijana Chaula aliyechoma picha ya rais alipotea, mpaka leo haonekani. Baba yake anamtafuta, anamtaka kwa hali na mali, na amesema wazi wazi kwamba nileteni mwanangu hata akiwa ni maiti ili niweze kumzika. Huyu ni mhitaji. Kiongozi wa dini ana wajibu wa kupiga kelele, wenye wajibu wa kufanya hivyo ambao ni jeshi la polisi, wa kulinda raia na mali zao, usalama wa raia na mali zao, ili huyu mtu ijulikane alitekwa wapi, amepelekwa wapi, yupo wapi. Yamkini kama atakutwa akiwa hai au akiwa amekufa, ili baba yake apelekewe. Kuto kupiga kelele vitu vya namna hii, Mungu anasema nisiwapatilize nyinyi kwa mambo kama hayo. Lazima atawapatiliza. Sasa lazima tuzingatie na kauli ya Mheshimiwa Rais ya kwamba watahakikisha wanalinda haki na utu. Utu gani tunalinda sasa? Yaani ngoja niwaulize hili swali ambao mnahusika. Ni utu gani ambao Mheshimiwa Rais anasema kwamba hawatamfumbia macho mtu yoyote ambaye atavunja amani, kwa sababu wamejinasibu kulinda utu wa mwanadamu au wa Mtanzania? Lakini mzee Kibao alitekwa, akakutwa ameuawa, ameumizwa sana. Mheshimiwa Rais akasema nataka taratibu zifuatwe, yaani jeshi la polisi lifanye kazi yake niweze kupata taarifa kwa wakati. Hatuoni mpaka leo, na Mheshimiwa Rais ni kama uko kimya, hatuoni kama anafuatilia. Vijana wengi wametekwa, wamepotea, hatuoni kama mambo hayo yanafuatiliwa kwa karibu. Tuna watu wa usalama wa taifa, tuko nao mtaani, wako kama sisi, lakini mambo haya yanazidi kuendelea. Hatuoni kana kwamba jitihada yote ambayo inafanywa kuweza kuzuia mambo haya.
Hivyo viongozi wa dini tukipigia kelele mambo kama haya, tusije tukaonyeshwa au tukaonekana kwamba tunachanganya dini na siasa. Hakuna wakati ambao mtumishi wa Mungu alikaa kimya, wafalme na viongozi wa serikali walipofanya maovu akaitwa ni mtumishi wa Mungu. Huyu Yeremia anakasirishwa kwamba makuhani wanatawala kwa msaada manabii wa uongo. Anakasirishwa na jambo kama hilo. Ina maana wakati wote walikuwa wakitimiza wajibu wao kupambana kuhakikisha nchi na kwa salama. Ikiwa kiongozi atafanya mapotovu, nchi haiwezi kuwa salama, kwa sababu hata watu wake watafanya upotovu kwa kumuiga kiongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, wewe ndio mwenye jukumu la kwanza la kuhakikisha amani kwa kuwawajibisha wanaohusika au walio karibu na raia. Wewe ni mkuu wa jeshi, ni amiri jeshi mkuu. Wewe uko ngazi ya juu, lakini wako wasaidizi kutoka katika ngazi za serikali za mitaa. Kama hawa hautawajibisha kutimiza wajibu wao, watu wataendelea kuumizwa, watu wataendelea kuporwa haki zao. Hautawawajibisha, basi tusitegemee amani yoyote katika taifa hili, na watu wataendelea kulalamika siku hata siku. Natoa tahadhari, lazima tujue kutofautisha dini na siasa vinatengana vipi, na kiuhalisia dini na siasa haviwezi kutengana. Wanasiasa wasipotimiza wajibu wao, viongozi wa dini lazima tutatoka kupigia kelele mambo hayo ili watimize wajibu wao. Lengo mahususi ni hawa watu ambao tunataka waishi kwenye misingi ya dini na uchamungu, waishi katika misingi ya dini na uchamungu pasipo kikwazo. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Maana Bwana yu karibu sana na kuja, naye atamlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake anayotenda. Hii ndio maana neno Maranatha.